Bahari ya Hindi iko tulivu. Mawimbi yanagonga ufukwe kwa sauti ya upole, lakini chini ya utulivu huo kuna historia nzito. Historia ya mji uliowahi kuwa tajiri kuliko miji mingi barani Afrika. Mji uliotawala biashara ya dhahabu, uliounganisha Afrika na dunia. Lakini ghafla kila kitu kilibadilika. Utajiri wake ukageuka kuwa mzigo. Nguvu yake ikawa sababu ya kuanguka kwake. Mji huu ni Kilwa Kisiwani. Na huu ndio ukweli wa mji wa siri, utajiri na mwisho usiotarajiwa. Karibu The Storyside. Karne ya 9 hadi karne ya 10, pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa inaanza kuamka taratibu, kama mtu anayefumbua macho baada ya usingizi mrefu. Bahari ya Hindi haikuwa tu maji makubwa yaliyotenganisha Afrika na dunia nyingine. Kwa watu wa wakati huo, Bahari ya Hindi ilikuwa barabara kubwa ya biashara, barabara isiyokuwa na lami, lakini iliyobeba meli, ndoto, bidhaa, dini, lugha, tamaduni na tamaa za watu kutoka mbali. Kutoka upande wa Uarabuni, kutoka Ghuba ya Uajemi, kutoka India na maeneo mengine ya Asia, wafanyabiashara walikuwa wakivuka bahari hii wakitumia maarifa ya upepo. Upepo huu uliitwa monsoon. Huu ulikuwa upepo wa msimu. Upepo ambao kwa miezi fulani uliweza kusukuma meli, ama tunaweza kusema jahazi, kutoka upande mmoja wa bahari kwenda upande mwingine. Na baada ya muda upepo huo huo ungeweza kubadilika na kuwarudisha walikotoka. Kwa maana nyingine, kabla ya injini, kabla ya ramani za kisasa, kabla ya rada na GPS, wafanyabiashara hawa waliamini nguvu ya upepo, nyota, uzoefu wa mabaharia na kumbukumbu za njia zilizopitwa na vizazi vilivyotangulia. Katika safari hizi ndefu, meli zao zilikuwa zikibeba vitu vingi. Walibeba vitambaa, walibeba shanga, walibeba vyombo, walibeba bidhaa za thamani kutoka mbali, lakini zaidi ya bidhaa, walibeba pia fikra mpya, maneno mapya, imani mpya na namna mpya ya maisha. Walipofika pwani ya Afrika Mashariki, walikutana na jamii za wenyeji waliokuwa tayari wanaishi kando kando ya bahari. Watu hawa hawakuwa wageni wa bahari, walikuwa wavuvi, walikuwa wakulima, walikuwa watu waliojua upepo, maji, mikondo ya bahari, misimu ya samaki na njia za kuishi katika ardhi yenye harufu ya chumvi na upepo wa pwani. Pwani hii haikuwa tupu. Ilikuwa na maisha, ilikuwa na vijiji, ilikuwa na watu, ilikuwa na lugha, mila, imani na uongozi wake. Lakini kilichokuwa kinabadilika sasa ni kwamba pwani hii ilikuwa inaanza kuingia kwenye dunia kubwa zaidi ya biashara ya kimataifa. Na hapo ndipo macho ya wafanyabiashara yalianza kutazama visiwa vidogo vilivyokuwa karibu na bara. Miongoni mwa visiwa hivyo kulikuwa na kisiwa kimoja ambacho baadaye kilikuja kuwa jina kubwa sana katika historia ya Afrika Mashariki. Kisiwa hicho ni Kilwa Kisiwani. Kwa muonekano wa kwanza, kisiwa hiki hakikuwa kitu cha kutisha. Hakikuwa jiji kubwa, hakikuwa na kasri kubwa, hakikuwa na soko la dunia, hakikuwa na kuta kubwa za ulinzi kama miji ya kifalme. Kilikuwa kisiwa tu, kisiwa kilichokaa karibu na pwani ya kusini mwa Tanzania ya leo, kisiwa kilichozungukwa na maji ya Bahari ya Hindi, kisiwa chenye mikondo ya bahari, mikoko, upepo wa chumvi na ukimya wa pwani. Lakini ndani ya ukimya huo kulikuwa na kitu ambacho wengi hawakukiona mapema, ambacho kilikuwa ni nafasi. Na katika biashara
wakati mwingine nafasi ni zaidi ya dhahabu. Kilwa Kisiwani kilikuwa karibu na njia za baharini. Kilikuwa mahali ambapo meli zingeweza kusimama, mahali ambapo wafanyabiashara wangeweza kupumzika, mahali ambapo bidhaa zingeweza kubadilishwa, mahali ambapo taarifa zingeweza kusafiri kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Kabla hakijawa mji mkubwa, Kilwa Kisiwani kilikuwa kama mlango mdogo uliokuwa unasubiri kufunguliwa. Ndipo hadithi maarufu ya asili ya Kilwa inapotokea. Hadithi hiyo inazungumzia mtu aitwaye Ali ibn Hassan Shirazi. Kulingana na mapokeo ya kale, Ali ibn Hassan alikuwa mtu kutoka Shirazi, eneo linalohusishwa na Uajemi ya zamani. Hadithi inasema alisafiri kutoka mbali, akavuka bahari ya Hindi, akafika pwani ya Afrika Mashariki na hatimaye akaona thamani ya kisiwa hiki. Inasemekana alipofika Kilwa, kisiwa hiki hakukikuta kikiwa mji mkubwa wa wafalme. Alikuta tu eneo la wenyeji, eneo lililokuwa na watu wake, uongozi wake na maisha yake ya kawaida. Lakini Ali bin Hassan aliona kitu ambacho wengine labda hawakukiona. Aliona kisiwa chenye uwezo wa kuwa kitu kikubwa zaidi. Aliona eneo lililoweza kuwa bandari. Aliona eneo lililoweza kuwa kituo cha biashara. Aliona eneo lililoweza kuunganisha bara la Afrika na ulimwengu wa nje. Na ndipo simulizi inasema alinunua kisiwa hiki kutoka kwa wenyeji kwa thamani ya kubadilishana kwa vitambaa. Kwa macho ya leo inaweza kuonekana kama tukio dogo. Mtu anatoa vitambaa, anapata kisiwa. Lakini katika mizania ya historia, tukio hilo linaonekana kama mbegu ndogo iliyopandwa ardhini, mbegu ambayo baadaye ingemea na kuwa mti mkubwa sana. Kwa sababu baada ya hapo Kilwa haikubaki kuwa sehemu ya kawaida tu. Taratibu watu walianza kuongezeka, wafanyabiashara walianza kufika, nyumba zikaanza kujengwa, mahusiano mapya yakaanza kuzaliwa, lugha zikaanza kuchanganyika, utamaduni wa pwani ukaanza kupata sura mpya. Hapa ndipo mwanzo wa ustaarabu mkubwa wa Kiswahili ulipoanza kupata nguvu zaidi katika eneo hili. Wenyeji wa Afrika na wageni kutoka ng'ambo ya bahari hawakubadilishana bidhaa tu, bali walibadilishana maisha. Katika masoko madogo ya mwanzo, ungeweza kusikia sauti za watu wakizungumza lugha tofauti. Kiswahili cha pwani kikianza kuchukua maneno mapya, mila za wenyeji zikikutana na desturi za wageni. Biashara ikafungua milango ya ndoa, ushirikiano, urafiki, ushindani na wakati mwingine migogoro. Na polepole Kilwa ikaanza kubadilika kutoka kijiji cha kawaida kuelekea kituo cha biashara, kutoka kisiwa kisichojulikana kuelekea jina ambalo baadaye likasikika mbali, kutoka sehemu ya kupumzikia mabaharia kuelekea mji ambao wafanyabiashara walikuja kuutegemea. Lakini siri ya kwanza ya mafanikio ya Kilwa haikuwa jeshi, haikuwa dhahabu, haikuwa kasri, haikuwa hata ukubwa wa kisiwa. Siri yake ya kwanza ilikuwa moja tu, ambayo ni mahali. Mahali Kilwa ilipokaa palikuwa na nguvu ya ajabu. Kilwa ilikuwa kama kituo kilichowekwa katikati ya njia kubwa ya baharini. Meli zilizotoka kaskazini mwa pwani ya Afrika Mashariki ziliweza kupita karibu. Meli zilizotoka Uarabuni na India ziliweza kuifikia kwa kutumia upepo wa monsoon, na bidhaa kutoka ndani ya bara la Afrika zingeweza kuletwa mpaka pwani kisha kusafirishwa kupitia bandari kama ya Kilwa. Hii ilimaanisha kitu kikubwa sana. Kila mfanyabiashara aliyekuwa akitafuta nafasi nzuri ya kusimama, kupumzika, kubadilishana bidhaa au kupanga safari mpya aliweza kuiona Kilwa kama sehemu muhimu. Kila meli
iliyokuwa ikivuka bahari ya Hindi, hasa katika safari ndefu za biashara, ilihitaji mahali salama, mahali pa kupata maji, mahali pa kufanya mazungumzo, mahali pa kusubiri upepo sahihi, mahali pa kujua bei za bidhaa, mahali pa kusikia habari kutoka bara na kutoka ng'ambo ya bahari. Na Kilwa ilikuwa na uwezo wa kutoa nafasi hiyo. Hapo ndipo msingi wa nguvu yake ulipoanza kujengwa. Awali haikuwa na kelele nyingi, ilikuwa na vibanda vichache, ilikuwa na mashua chache tu zikivutwa ufukweni, ilikuwa na masoko madogo, watu wachache na miamala midogo. Lakini historia mara nyingi huanza hivyo. Miji mikubwa haianzi kwa kishindo kila wakati. Mara nyingine huanza kimya kimya, kwa mtu mmoja kuona fursa, kwa meli moja kusimama, kwa mfanyabiashara mmoja kurudi tena, kwa soko dogo kukua, kwa jina moja kuanza kusikika midomoni mwa watu, na jina hilo lilikuwa Kilwa. Kila msimu wa upepo ulipokuja, meli zilifika. Kila meli ilipofika, habari mpya zililetwa. Kila habari ilipoletwa, wafanyabiashara wengine walivutiwa, na kila mfanyabiashara mpya alipofika, Kilwa ilizidi kukua. Polepole eneo hili likaanza kuwa zaidi ya kisiwa, likawa lango, likawa kituo, likawa kiungo, likawa sehemu ambayo bara la Afrika liliweza kuongea na dunia kupitia bahari. Na hapa ndipo mchezo mkubwa wa historia ulipoanza, kwa sababu Kilwa haikuwa tu inaanza kujengwa kama mji, ilikuwa inaanza kujengwa kama ndoto. Ndoto ya utajiri, ndoto ya mamlaka, ndoto ya biashara, ndoto ya kuwa kitovu cha dunia ya bahari ya Hindi. Lakini kama ilivyo kwa ndoto nyingi kubwa, mwanzo wake haukuonekana kama hatari. Ulikuwa mwanzo wa matumaini, mwanzo wa fursa, mwanzo wa mji uliokuwa unaamka. Na hakuna aliyejua kuwa kisiwa hiki kidogo kilichozungukwa na maji ya bahari ya Hindi kingekuja kuwa moja ya maeneo yenye nguvu kubwa zaidi katika historia ya Afrika Mashariki. Hakuna aliyejua kuwa hapa ndipo ungejengwa mji ambao wafalme wangetamani kuutawala. Hakuna aliyejua kuwa hapa ndipo dhahabu ingetiririka kama damu ndani ya mishipa ya biashara. Hakuna aliyejua kuwa hapa ndipo utajiri ungeinua mji huu juu kabisa, na baadaye utajiri huo huo ungeanza kugeuka kuwa laana. Kilwa haikuwa tu bandari. Kilwa ilikuwa zaidi ya mahali ambapo mashua na meli zilisimama. Ilikuwa zaidi ya ufukwe wenye upepo wa chumvi na sauti za mawimbi. Ilikuwa zaidi ya kisiwa kilichokaa kimya ndani ya bahari ya Hindi. Kilwa ilikuwa moyo wa biashara, moyo uliokuwa ukisukuma bidhaa kutoka ndani ya bara la Afrika kwenda mbali zaidi ya macho ya watu wa pwani, moyo uliounganisha migodi, misitu, vijiji, wafalme, mabaharia, masoko na himaya za mbali. Katika kipindi ambacho dunia ilikuwa bado haijafungwa na barabara za kisasa kama reli, ndege au meli za injini, bahari ya Hindi ilikuwa njia kuu ya utajiri, na Kilwa ilikuwa moja ya vituo muhimu zaidi ndani ya njia hiyo. Meli zilipofika Kilwa hazikuja tupu, na zilipoondoka hazikuondoka tupu. Zilikuja zikiwa zimebeba bidhaa kutoka mbali. Zilikuja na vitambaa kutoka India, zilikuja na shanga, zilikuja na vyombo vya udongo na kauri, zilikuja na manukato, vitu vya mapambo, silaha, bidhaa za chuma na vitu vingine vya thamani ambavyo vilikuwa adimu kwa watu wengi wa pwani na bara. Lakini Kilwa nayo ilikuwa na kitu ambacho dunia ya nje ilikitaka sana. Afrika ilikuwa na mali, na Kilwa ilikuwa lango la kuitoa mali hiyo kwenda duniani. Bidhaa kuu zilizopita Kilwa zilikuwa nyingi. Kulikuwa na pembe za ndovu, kulikuwa na ngozi za wanyama, kulikuwa na bidhaa za baharini. Kulikuwa pia na viungo na bidhaa ndogo ndogo za thamani
zilizokuwa zikizunguka ndani ya mtandao mkubwa wa biashara. Bidhaa hizi hazikuwa tu vitu vya kula au kutumia nyumbani, zilikuwa alama za hadhi, utajiri na uhusiano wa dunia pana. Lakini kati ya bidhaa zote zilizopita Kilwa, kulikuwa na bidhaa moja iliyobadilisha kila kitu. Bidhaa ambayo ilifanya jina la Kilwa lisikike mbali. Bidhaa ambayo iliwavuta wafanyabiashara kutoka ng'ambo ya bahari. Bidhaa ambayo ilifanya watawala wa Kilwa kuwa na nguvu kuliko miji mingi ya pwani. Bidhaa hiyo ilikuwa dhahabu. Dhahabu ndiyo iliyofungua mlango wa utajiri mkubwa. Dhahabu haikuwa bidhaa ya kawaida, haikuwa kama chumvi, haikuwa kama samaki, haikuwa kama ngozi. Dhahabu ilikuwa alama ya nguvu, alama ya utawala, alama ya utajiri wa kifalme, alama ya biashara kubwa. Katika dunia ya zamani, dhahabu ilitamaniwa na wafalme, masultani, wafanyabiashara, watawala wa falme za mbali na watu wote waliotaka kuonyesha uwezo wao. Iliweza kubadilishwa na bidhaa nyingi, iliweza kuhifadhi thamani, iliweza kutengeneza sarafu, mapambo, vyombo vya kifahari na hazina za kifalme. Na sehemu kubwa ya dhahabu iliyofanya Kilwa kuwa maarufu ilitoka kusini mwa Afrika, katika maeneo yaliyohusishwa na himaya na mitandao ya biashara ya ndani ya bara, ikiwemo eneo la Great Zimbabwe. Kutoka huko, dhahabu haikuruka moja kwa moja hadi Kilwa. Safari yake ilikuwa ndefu. Ilikuwa safari ya watu, safari ya misafara, safari ya mito, nyika, misitu, njia za vumbi, vijiji na masoko ya kati. Dhahabu ilitoka ndani ya bara, ikapita mikononi mwa wachimbaji, kisha ikaingia mikononi mwa wafanyabiashara wa ndani. Ikasafirishwa kutoka eneo moja kwenda jingine, ikabadilishwa kwa bidhaa nyingine, ikapimwa, ikafichwa, ikalindwa, ikasubiri mnunuzi mwenye thamani kubwa zaidi. Mwisho wa safari hiyo, dhahabu ilifika pwani, na pwani ilipofikiwa, macho ya wafanyabiashara wa baharini yalikuwa tayari yanaisubiri. Hapo ndipo Kilwa iliingia kama kiungo muhimu. Kilwa haikuwa lazima iwe mahali ambapo dhahabu ilichimbwa. Nguvu yake ilikuwa kwamba ilikuwa mahali ambapo dhahabu iliweza kuuzwa, kupangwa, kudhibitiwa na kusafirishwa kwenda dunia ya nje. Na hii ndiyo siri kubwa ya utajiri wa Kilwa. Mji unaweza usiwe na migodi, lakini kama unadhibiti njia ya bidhaa kutoka mgodini kwenda sokoni, basi unadhibiti utajiri. Kilwa ilibeba sifa hii, kwa sababu kila kipande cha dhahabu kilichopita mikononi mwa wafanyabiashara kilileta faida. Kila mzigo uliopakiwa kwenye meli ulileta ushuru. Kila mfanyabiashara aliyefika alihitaji huduma. Kila meli iliyotia nanga ilihitaji mahali pa kusubiri, watu wa kuipakia, watu wa kuipakua, watu wa kuiongoza na mamlaka ya kuiruhusu kufanya biashara. Kwa hiyo Kilwa haikuwa tu inapokea bidhaa, ilikuwa inatengeneza mfumo wa biashara, mfumo wa kodi, mfumo wa bandari, mfumo wa uhusiano, mfumo wa mamlaka. Na mfumo huo ndio uliogeuza kisiwa hiki kuwa nguvu kubwa. Fikiria mandhari ya Kilwa wakati biashara ilikuwa inakuwa. Asubuhi, jua linachomoza juu ya bahari ya Hindi, mwanga wa dhahabu unagusa maji, upepo wa chumvi unapita juu ya paa za nyumba za mawe na makazi ya watu ufukweni. Mashua ndogo zinasogea taratibu, mabaharia wanavuta kamba, wapakiaji wanabeba mizigo begani, wafanyabiashara wanazungumza kwa sauti tofauti, wengine wanajadili bei, wengine wanapima mizigo, wengine wanaandika makubaliano kwa kumbukumbu za biashara, wengine wanatazama bahari wakisubiri meli kutoka mbali. Katika masoko ya Kilwa uliweza kuona dunia ikikutana. Mtu kutoka ndani ya Afrika akiwa na pembe za ndovu au dhahabu,
mfanyabiashara kutoka Uarabuni akileta vitambaa, shanga au bidhaa za chuma, mgeni kutoka India akitafuta bidhaa adimu za Afrika, mabaharia wakisimulia habari za safari ndefu, watu wa pwani wakitafsiri lugha, kupanga mizigo na kuunganisha makundi tofauti ya wafanyabiashara. Hapa ndipo thamani ya Kiswahili ilizidi kukua, kwa sababu katika biashara lugha ni daraja. Watu kutoka maeneo tofauti walihitaji kuelewana, walihitaji kujadiliana, walihitaji kuaminiana, walihitaji kujua nani ni mgeni, nani ni mwenyeji, nani ana bidhaa nzuri, nani ana deni, nani ni tapeli, nani ni mtu wa heshima. Na polepole Kilwa ikawa sehemu ambayo si bidhaa tu zilikuwa zinabadilishwa, bali habari nazo zilikuwa zinabadilishwa. Dini ilienea, mila zikakutana, nguo zilibadilika, majina yalibadilika, mitindo ya ujenzi ilibadilika, na maisha ya pwani yakaanza kuchukua sura ya ustaarabu mkubwa wa Kiswahili. Lakini nyuma ya uzuri huo wote, biashara ilikuwa na uso mwingine mgumu, kwa sababu biashara kubwa ya zamani haikuwa safi kila wakati. Miongoni mwa bidhaa zilizopita kwenye mtandao huu kulikuwa pia na watumwa. Huu ni upande mzito na mchungu wa kihistoria. Watu walikamatwa, kununuliwa, kuuzwa au kusafirishwa kama mali. Maisha ya binadamu yaligeuzwa bidhaa ndani ya mfumo mkubwa wa biashara ya wakati huu. Kwa hiyo, wakati tunazungumzia utajiri wa Kilwa, hatuwezi kuutazama kama hadithi ya dhahabu pekee. Ndani yake kulikuwa na mafanikio, lakini pia kulikuwa na maumivu. Kulikuwa na ujenzi wa miji, lakini pia kulikuwa na machozi ya watu waliopoteza uhuru wao. Kulikuwa na biashara iliyowainua watawala, lakini pia kulikuwa na watu waliobebwa na historia kama mizigo isiyo na sauti. Hii ndiyo sababu hadithi ya Kilwa ni nzito. Siyo hadithi ya fahari pekee, ni hadithi ya nguvu na gharama yake. Kadiri biashara ilivyokuwa kubwa, ndivyo Kilwa ilivyozidi kuwa muhimu. Wafanyabiashara walijua kwamba kama unataka dhahabu ya kusini mwa Afrika, huwezi kuipuuza Kilwa. Kama unataka kuingia kwenye soko la pwani ya kusini, huwezi kuipuuza Kilwa. Kama unataka kujua bei, njia, watu na mamlaka ya eneo hilo, lazima uijue Kilwa. Hapo ndipo mji huu ulipoanza kuwa kama benki ya dhahabu ya Afrika Mashariki. Si benki kama tunavyozijua leo zenye vioo, kaunta na kompyuta. Hapana, ilikuwa benki kwa maana ya kwamba thamani kubwa ya eneo hili ilikusanyika hapa. Dhahabu ilipita hapa, mali ilihifadhiwa hapa, makubaliano makubwa yalifanyika hapa, nguvu ya kifedha ilijengwa hapa. Kilwa ilikuwa sehemu ambayo dhahabu ya ndani ya bara ilipata mlango wa kwenda duniani. Kutoka Kilwa, bidhaa zilisafirishwa kwenda maeneo makubwa ya biashara. Zilisafirishwa kwenda Uarabuni, ambako masoko ya Ghuba na miji ya Kiislamu yalikuwa na kiu ya bidhaa za Afrika. Zilisafirishwa kwenda India, ambako kulikuwa na masoko makubwa, mafundi, wafanyabiashara na bidhaa nyingi zilizokuwa zikibadilishwa na mali kutoka Afrika. Na kupitia mtandao huo huo, bidhaa za Afrika Mashariki ziliweza kufika mbali zaidi, hata kuhusishwa na masoko ya China na dunia ya Mashariki ya mbali. Kila msimu wa biashara uliporudi, Kilwa ilizidi kuimarika. Msimu wa upepo ulipowaruhusu wageni kufika, bandari ilichangamka. Msimu ulipowalazimisha kusubiri kabla ya kurudi, Kilwa iliwashikilia. Wakiwa hapa, walifanya biashara, walijenga mahusiano, walioa, walibadilishana tamaduni, walijenga nyumba, walileta imani, walileta habari. Hivyo biashara haikujenga Kilwa kiuchumi tu, iliijenga kijamii, iliijenga kitamaduni, iliijenga kisiasa. Kwa sababu pesa ilipoanza kuingia, mamlaka nayo ilikuwa. Watawala wa Kilwa waliweza kukusanya kodi na ushuru, waliweza kudhibiti bandari, waliweza kupanga nani afanye biashara na nani asifanye. Waliweza kujenga majengo makubwa,
waliweza kuwavutia mafundi, wanazuoni, viongozi wa dini na wafanyabiashara wakubwa, na kadiri utajiri ulivyoongezeka ndivyo heshima ya Kilwa ilivyopanda. Jina la Kilwa likaanza kusikika zaidi, sio tu kama kisiwa, sio tu kama bandari, bali kama kituo cha mamlaka. Watu walipozungumza kuhusu biashara ya dhahabu ya pwani ya Afrika Mashariki, Kilwa ilikuwa katikati ya mazungumzo hayo. Na hapa ndipo tunaanza kuona mabadiliko makubwa. Kijiji cha mwanzo kilianza kupotea, mji wa biashara ukaanza kuzaliwa, nyumba za kawaida zikaanza kubadilishwa na majengo imara zaidi, masoko yakawa makubwa, bandari ikawa na shughuli nyingi, watu wenye mali wakaanza kujitokeza, matabaka yakaanza kuonekana, uongozi ukawa na nguvu zaidi, na Kilwa ikaanza kujiona si kama sehemu ndogo tena, bali kama mji wenye hatima kubwa. Lakini mafanikio haya yote yalikuwa yamebebwa na kitu kimoja kikuu ambacho ni mtandao wa biashara. Kilwa ilifanikiwa kwa sababu iliweza kukaa katikati ya vitu hivi vyote: bara na bahari, Afrika na Asia, wenyeji na wageni, dhahabu na bidhaa za kigeni, nguvu na tamaa. Na kadiri karne zilivyosogea, hasa kufikia karne ya 13 na 14, Kilwa ilikuwa imefika kwenye kiwango cha juu sana. Huu ulikuwa wakati ambao mji huu ulianza kuonekana kama moja ya vituo tajiri zaidi vya biashara katika ukanda wa bahari ya Hindi. Wakati sehemu nyingine za dunia zilikuwa zikijenga falme kwa mapanga na majeshi, Kilwa ilikuwa ikijenga nguvu yake kwa biashara. Lakini biashara yenye utajiri mkubwa huwa haileti baraka pekee. Huleta wivu, huleta tamaa, huleta ushindani, huleta watu wanaotaka kudhibiti, huleta wageni wanaokuja kama wafanyabiashara, lakini moyoni wakiwa na ndoto ya kuwa watawala. Na hapo ndipo kivuli cha hatari kilianza kujificha nyuma ya mwanga wa dhahabu. Kufikia karne ya 13 na 14, Kilwa ilikuwa imefika kileleni mwa utajiri wake. Ilikuwa moja ya miji yenye nguvu kubwa katika Afrika ya Mashariki. Ilikuwa kituo cha biashara kilichoheshimiwa. Ilikuwa lango la dhahabu kutoka ndani ya Afrika kwenda dunia ya nje. Na kwa macho ya wengi, Kilwa ilikuwa imebarikiwa. Lakini historia ina tabia ya ajabu. Wakati mwingine, kile kinachokuinua juu ndicho huanza kuchimba msingi wa kuanguka kwako. Na kwa Kilwa, kitu hicho kilikuwa dhahabu. Dhahabu iliipa Kilwa jina. Dhahabu iliipa Kilwa nguvu. Dhahabu iliipa Kilwa utajiri. Lakini pia dhahabu ndiyo iliyoanza kuifanya Kilwa ionekane kila kwa mwenye tamaa. Na hapo ndipo siri ya taito yetu inaanza kueleweka polepole. Utajiri huu uliogeuka kuwa laana. Utajiri huleta nguvu, na nguvu ikikaa mikononi mwa mtu mmoja huzaa mamlaka. Baada ya Kilwa kuanza kutajirika kupitia biashara ya dhahabu, pembe za ndovu na bidhaa zilizokuwa zikivuka bahari ya Hindi, mji huu haukuendelea kuwa kituo cha biashara tu. Polepole Kilwa ilianza kujenga mfumo wa utawala uliokuwa na nguvu, hadhi na ushawishi mkubwa katika pwani ya Afrika Mashariki. Kilwa ilikuwa chini ya watawala waliotambulika kama masultani wa Kilwa. Hawa hawakuwa viongozi wa kijiji cha kawaida. Walikuwa watawala waliodhibiti biashara, bandari, kodi, mahusiano na wafanyabiashara wa mbali, pamoja na sehemu nyingine za pwani zilizokuwa chini ya ushawishi wa Kilwa. Miongoni mwa watawala waliokuja kujulikana sana katika historia ya Kilwa alikuwa Sultan Al-Hasan ibn Suleiman. Huyu alikuwa mmoja wa watawala muhimu sana wa Kilwa katika kipindi cha karne ya 14. Wakati wa utawala wake, Kilwa ilikuwa tayari imefikia kiwango kikubwa cha utajiri na ushawishi. Na ili kuonyesha nguvu hiyo, Sultan Al-Hasan bin Suleiman alisimamia ujenzi wa majengo makubwa
yaliyobaki kuwa ushahidi wa utukufu wa Kilwa mpaka leo. Moja ya majengo maarufu zaidi ni kasri kubwa inayojulikana kama Husuni Kubwa. Hili lilikuwa jumba kubwa la kifalme lililojengwa kwa mawe ya matumbawe na chokaa. Husuni Kubwa haikuwa nyumba ya kawaida ya mtawala, ilikuwa ishara ya mamlaka, utajiri na ustaarabu wa Kilwa. Inatajwa kuwa na zaidi ya vyumba 100, sehemu za mapumziko, maeneo ya kuhifadhi bidhaa, ua mkubwa na mpangilio ulioonyesha kuwa Kilwa ilikuwa na uongozi uliopangwa vizuri. Chini ya utawala kama huu, Kilwa pia iliimarisha masoko makubwa ya biashara. Bandari nazo ziliendelea kuwa moyo wa dola hii, kwa sababu bila bandari Kilwa isingekuwa na nguvu. Bandari ndizo zilizopokea meli, bidhaa, wageni na habari kutoka dunia ya nje. Kadiri biashara ilivyokuwa kubwa, ndivyo mamlaka ya sultani ilivyoongezeka. Kilwa haikuwa tena kijiji kilichokaa kimya kisiwani. Haikuwa tena sehemu ya kupitisha bidhaa tu. Ilikuwa imegeuka kuwa dola ndogo ya pwani yenye mtawala, bandari, masoko, majengo ya kifalme na ushawishi juu ya njia muhimu za biashara ya Bahari ya Hindi. Kilwa haikujengwa kama kijiji cha kawaida cha pwani. Kadiri utajiri ulivyoongezeka, ndivyo sura ya mji huu ilivyoanza kubadilika. Nyumba za kawaida zikaanza kupisha majengo imara zaidi. Masoko yakapanuka na maeneo ya ibada yakaanza kuonesha hadhi ya mji uliokuwa umefika mbali kibiashara na kiustaarabu. Moja ya vitu vilivyoifanya Kilwa ionekane ya kipekee ni namna majengo yake yalivyojengwa. Watu wa Kilwa Kisiwani, Kivinje na hata Kilwa Masoko walitumia mawe ya matumbawe. Mawe haya yalitoka katika mazingira ya bahari, kisha yakachongwa na kutumiwa kujenga nyumba, misikiti, kuta na majengo ya kifalme. Hii ilikuwa ishara kubwa ya kwamba Kilwa haikuwa tu inatajirika, bali ilikuwa na mafundi, mbinu za ujenzi na mpangilio uliokuwa wa hali ya juu kwa wakati wake. Miongoni mwa majengo muhimu zaidi lilikuwa msikiti mkuu wa Kilwa au Great Mosque. Huu ulikuwa moja ya alama kubwa za ustaarabu wa Kilwa. Msikiti huu haukuwa sehemu ya ibada tu, bali pia ulikuwa ishara ya kuenea kwa Uislamu katika pwani ya Afrika Mashariki, pamoja na uhusiano mkubwa kati ya Kilwa na dunia ya Bahari ya Hindi. Uwepo wake ulionyesha kwamba mji huu ulikuwa na maisha ya kidini, kijamii na kiutawala yaliyopangwa vizuri. Mbali na majengo ya kifalme na ya kidini, Kilwa pia ilikuwa na nyumba za wafanyabiashara. Hizi zilikuwa nyumba za watu wenye uwezo waliokuwa wakishiriki katika biashara kubwa ya baharini. Nyumba hizi zilionyesha kuwa jamii ya Kilwa ilikuwa na tabaka la wafanyabiashara waliokuwa na mali, ushawishi na nafasi muhimu katika kuendesha uchumi wa mji. Lakini ustawi wa Kilwa haukuonekana kwenye majengo pekee. Kilwa pia ilikuwa na sarafu zake. Hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu sarafu zinaonyesha kwamba mji huu ulikuwa umefika kiwango kikubwa cha maendeleo ya kiuchumi. Kuwa na sarafu maana yake kulikuwa na biashara iliyopangwa, mamlaka ya kisiasa na mfumo wa thamani uliotambulika na watu waliokuwa wakifanya biashara. Kwa kifupi, Kilwa haikuwa tu bandari iliyotajirika, ilikuwa ustaarabu kamili uliosimama juu ya mawe ya matumbawe, biashara ya bahari na nguvu ya utamaduni wa Kiswahili. Karne ya 14 ndiyo kipindi ambacho Kilwa ilifikia kilele cha nguvu yake. Huu ulikuwa wakati ambao Kilwa haikuwa tena bandari ya kawaida. Ilikuwa tayari imegeuka kuwa moja ya miji mikubwa na yenye ushawishi mkubwa katika pwani ya Afrika Mashariki. Biashara ya dhahabu, pembe za ndovu, bidhaa za baharini
na bidhaa kutoka ng'ambo ya bahari ya Hindi ilikuwa imeifanya Kilwa kuwa mji wa utajiri, heshima na mamlaka. Katika kipindi hiki jina la Kilwa lilikuwa likisikika mbali. Wafanyabiashara kutoka Uarabuni, India na maeneo mengine ya bahari ya Hindi walifahamu Kilwa kama sehemu muhimu ya biashara. Meli zilikuwa zikifika na kuondoka zikiwa zimebeba mizigo, habari, tamaduni na faida kubwa. Bandari ilikuwa hai. Masoko yalikuwa na shughuli na watawala wa Kilwa walikuwa na nguvu ya kudhibiti biashara iliyopita katika eneo hili. Ndani ya karne hii pia, msafiri maarufu kutoka Moroko, Ibn Battuta, alifika Kilwa. Ibn Battuta alikuwa mmoja wa wasafiri wakubwa sana wa dunia ya zamani. Alisafiri maeneo mengi ya Afrika, Uarabuni, Asia na sehemu nyingine za dunia ya Kiislamu. Alipofika Kilwa hakukutana na mji wa hovyo. Alikutana na mji uliokuwa umejengwa kwa ustaarabu, mpangilio na utajiri wa kushangaza. Katika maandiko yake alieleza Kilwa kama mji mzuri uliokuwa na watu wenye ustaarabu na maisha ya mpangilio. Kilwa ilikuwa safi, Kilwa ilikuwa tajiri, Kilwa ilikuwa imepangiliwa vizuri. Biashara ilikuwa inaendelea kwa kasi kubwa. Hiki ndicho kipindi ambacho Kilwa ilikuwa kwenye golden age yake. Kipindi ambacho utajiri ulikuwa umejenga mji. Kipindi ambacho bahari ilikuwa imefungua milango ya dunia. Kipindi ambacho Kilwa ilikuwa si jina dogo tena, bali alama ya nguvu ya pwani ya Afrika Mashariki. Lakini kama ilivyo mara nyingi katika historia, kilele cha mafanikio huwa pia ni mahali ambapo kivuli cha kuanguka huanza kujificha. Kwa nje, Kilwa ilikuwa inang'aa kwa utajiri, lakini ndani ya mwanga huo wa dhahabu, taratibu zilianza kuonekana dalili za hatari ambazo baadaye ziligeuka na kuutikisa mji huu mkubwa. Lakini historia ina sheria yake ngumu sana ambayo hakuna utajiri wa milele. Kilwa ilikuwa imefika juu. Jina lake lilikuwa linaenea katika njia za bahari ya Hindi. Bandari yake ilikuwa inapokea meli. Masoko yake yalikuwa yanashughulika sana. Dhahabu, pembe za ndovu na bidhaa za thamani zilikuwa zimeifanya iwe moja ya miji yenye nguvu kubwa katika pwani ya Afrika Mashariki. Lakini kadiri utajiri ulivyoongezeka, ndivyo tamaa ya madaraka ilivyozidi kukua. Kwa sababu katika mji wenye mali nyingi, kiti cha utawala hakibaki kuwa kiti cha heshima tu. Kinakuwa kiti cha faida, kiti cha mamlaka, kiti ambacho watu wengi wanakitamani. Na hapo ndipo Kilwa ilianza kukumbwa na migogoro ya kifalme. Ndani ya familia za watawala kulianza kutokea mvutano. Nani anastahili kuwa sultani? Nani ana haki ya kurithi madaraka? Nani anapaswa kudhibiti bandari, kodi na biashara ya dhahabu? Maswali haya hayakuwa madogo, kwa sababu aliyekaa madarakani Kilwa hakutawala watu tu. Alitawala pia njia za biashara, alitawala ushuru, alitawala mahusiano na wafanyabiashara wa nje, na kwa namna fulani alitawala mtiririko wa utajiri uliokuwa unaingia na kutoka kisiwani. Ndipo yakaanza mapinduzi ya ndani. Mapambano ya urithi wa madaraka yakawa sehemu ya udhaifu mkubwa. Badala ya nguvu zote kuelekezwa kwenye kuimarisha bandari, kulinda biashara na kupanua ushawishi, sehemu ya nguvu ilianza kutumika kwenye migogoro ya ndani. Watawala walipigana wao kwa wao, familia za kifalme zikagawanyika, makundi ya wenye ushawishi yakaanza kuvutana, na katika biashara kitu hatari zaidi si umasikini tu, bali ni kukosekana kwa utulivu. Hapo ndipo udhaifu wa Kilwa ulipoanza kuonekana. Kwa nje bado ilikuwa mji wenye jina kubwa, bado ilikuwa na historia ya utajiri, bado ilikuwa na majengo makubwa na kumbukumbu za nguvu yake, lakini ndani yake msingi ulikuwa unaanza kupasuka. Na kama msingi wa mji ukianza kupasuka, hata kama kuta zake zinaonekana imara, ni suala la muda tu
kabla upepo mkubwa haujaja kuujaribu. Kilwa ilikuwa bado imesimama, lakini sasa haikuwa imara kama zamani. Utajiri uliokuwa umeijenga ulikuwa umeanza kuzaa tamaa, na tamaa hiyo ndiyo ilifungua mlango wa migogoro, hofu na udhaifu wa ndani. Mwishoni mwa karne ya 15, dunia ya bahari ya Hindi ilianza kubadilika. Kwa karne nyingi, biashara katika ukanda huu ilikuwa mikononi mwa wafanyabiashara wa pwani ya Afrika Mashariki, Waarabu, Waajemi, Wahindi na mataifa mengine yaliyokuwa yakifahamu vizuri siri za upepo wa mansuni. Huu ulikuwa mfumo wa zamani uliokuwa umejengwa kwa mazoea, makubaliano, bandari, lugha na uhusiano wa muda mrefu. Lakini mwaka 1498 wageni wapya walifika. Safari hii hawakuwa wafanyabiashara wa kawaida waliokuja kubadilishana bidhaa na kuondoka. Walikuwa wageni kutoka Ulaya, na nyuma yao kulikuwa na tamaa kubwa ya kutafuta njia mpya ya biashara ya baharini. Mtu aliyefungua mlango huo alikuwa Vasco da Gama. Huyu alikuwa baharia kutoka Ureno. Alipofika pwani ya Afrika Mashariki, Wareno walikutana na kitu ambacho labda hawakukitarajia kwa ukubwa wake. Waliona miji iliyostawi, waliona bandari zenye shughuli, waliona wafanyabiashara wenye mali, waliona utamaduni mkubwa wa Kiswahili uliokuwa umeunganishwa na dunia ya bahari ya Hindi. Na waliposikia kuhusu Kilwa, macho yao yakafunguka zaidi. Kwao Kilwa haikuwa tu kisiwa. Kilwa haikuwa tu mji wa pwani. Kilwa ilikuwa ufunguo wa biashara kubwa. Wareno walipoitazama Kilwa, waliona mambo matatu makubwa. Waliona utajiri, waliona dhahabu, waliona nafasi ya kutawala biashara. Kwa maana nyingine, ujio wao haukuwa ujio wa wageni wanaotafuta urafiki pekee. Ulikuwa ujio wa nguvu mpya uliotaka kubadilisha kanuni za mchezo. Lakini macho ya Kilwa, labda hawa walikuwa wageni wapya wa baharini, lakini katika macho ya Wareno, Kilwa ilikuwa mlango wa utajiri ambao haukupaswa kubaki mikononi mwa wenyeji. Na hapo ndipo hali ilipoanza kuwa hatari. Kwa miaka michache baada ya Vasco da Gama kufika, Wareno waliendelea kuangalia, kujifunza na kupanga namna ya kudhibiti miji muhimu ya pwani. Walielewa kwamba kama wangetaka kutawala biashara ya bahari ya Hindi, wasingeweza kuiacha Kilwa ikiwa huru na yenye nguvu. Ndipo mwaka 1505 Wareno wakachukua hatua kubwa, hivyo walivamia Kilwa. Huu ulikuwa wakati muhimu sana katika historia ya mji huu. Kwa mara ya kwanza, nguvu ya nje kutoka Ulaya iliingia kwa lengo la kulazimisha mamlaka yake juu ya mji ambao kwa muda mrefu ulikuwa umejengwa na biashara ya bahari ya Hindi. Uvamizi huu haukuwa tukio dogo, ulikuwa ishara ya mwanzo wa kipindi kipya, kipindi ambacho miji ya pwani isingekabili tu ushindani wa biashara, bali pia nguvu za kijeshi kutoka nje. Kilwa, mji uliokuwa umeinuka kwa dhahabu, bahari na biashara, sasa ulikuwa umeonekana na watu waliokuja si kushangaa tu utajiri wake, bali kuudhibiti utajiri huu. Baada ya Wareno kuivamia Kilwa, kila kitu kilianza kubadilika kwa kasi. Kilwa ambayo kwa karne nyingi ilikuwa imesimama kama kitovu cha biashara ya bahari ya Hindi, ghafla ilianza kupoteza ule uhuru wake wa zamani. Kabla ya hapo, wafanyabiashara walifika Kilwa kwa sababu walijua hapa ndipo palikuwa na nguvu ya biashara. Hapa ndipo dhahabu ilipitia, na hapa ndipo mahusiano ya pwani yalikuwa yamejengwa kwa miaka mingi. Lakini baada ya uvamizi, hali ya usalama ilitikisika. Mfumo wa biashara uliokuwa umejengwa kwa muda mrefu ulianza kuharibika. Bandari iliyokuwa ikipokea bidhaa kutoka ndani ya Afrika na kuisafirisha kwenda Uarabuni, India na maeneo mengine ya mbali ikaanza kupoteza nguvu. Mzunguko wa mali ukapungua. Ushuru uliokuwa ukiingiza mapato kwa watawala ukaterereka. Masoko yakaanza kupoa. Wareno
hawakuja tu kuiangalia Kilwa, walikuja kuingilia mfumo uliokuwepo. Walitaka kudhibiti biashara ya baharini, hasa ile iliyohusiana na dhahabu na bidhaa za thamani. Hapa ndipo Kilwa ilianza kuanguka kiuchumi. Utajiri wake haukuwa unatokana na kitu kimoja tu, bali mtandao mzima. Watu wa ndani ya bara, wafanyabiashara wa pwani, mabaharia, bandari, masoko, watawala na wateja wa ng'ambo. Mtandao huo ulipovurugwa, Kilwa nayo ikaanza kupoteza nafasi yake. Watu wengi walianza kukimbia na kuhama. Wengine walihofia vita na vurugu. Wengine waliona biashara imekufa. Wengine walifuata fursa kwenye bandari nyingine. Na taratibu Kilwa ikaanza kupoteza ile nafasi yake ya kuwa kitovu kikuu cha biashara na ustaarabu. Bandari nyingine za pwani zikaanza kuchukua nafasi yake. Biashara haikusimama duniani. Wafanyabiashara walitafuta sehemu zenye usalama zaidi, zenye faida zaidi na zenye mazingira mazuri zaidi ya kufanya biashara. Kilwa iliyowahi kuwa lango la dhahabu, Kilwa iliyowahi kuvutia meli kutoka mbali, Kilwa iliyowahi kuwa jina lenye heshima kwenye bandari ya Hindi, ikaanza kudhoofika. Anguko lake halikuwa tukio la siku moja tu, lakini uvamizi wa Wareno ulikuwa kama pigo kubwa lililopasua msingi wake. Kuanzia hapo, Kilwa haikusimama tena kama ilivyokuwa zamani. Mji uliowahi kujengwa na biashara ukaanza kubomolewa na hofu, udhibiti wa nje na kupotea kwa nguvu yake ya kiuchumi. Na hapo ndipo utajiri uliowahi kuifanya Kilwa ing'ae ulipoanza kuonekana kama laana iliyowavuta maadui, tamaa na mwisho wa utukufu wake. Miaka ilipita. Kilwa iliyokuwa na kelele za masoko, sauti za wafanyabiashara, milio ya mashua na harakati za bandari zikaanza kubaki kimya. Huu haukuwa ukimya wa kawaida. Ulikuwa ukimya wa mji uliowahi kuwa hai, lakini sasa maisha yake yamepungua. Majengo yaliyowahi kusimama kama alama ya nguvu yakaanza kuchoka. Kuta zilizojengwa kwa mawe ya matumbawe zikaanza kupasuka. Sehemu zilizowahi kuwa na watu, mazungumzo na mipango ya biashara zikaanza kubaki tupu. Nyumba za wafanyabiashara ambazo zamani zilikuwa ishara ya mali na heshima zikaanza kupoteza uhai wake. Maeneo ya masoko yaliyowahi kuwa na bidhaa kutoka bara na ng'ambo yakaanza kuwa kimya. Njia zilizowahi kukanyagwa na watu wengi zikaanza kumezwa na vumbi, majani na muda. Kilwa haikuwa tena mji unaotawala biashara. Ilikuwa sasa inageuka kuwa kumbukumbu. Watu walipoondoka, waliondoka na sauti ya mji, waliondoka na biashara, waliondoka na uhai wa kila siku. Kilichobaki ni mawe, kuta, magofu na maswali. Ukitembea kwenye magofu ya Kilwa unaweza kuhisi kama kila jiwe lina hadithi yake. Jiwe moja linaweza kukukumbusha biashara ya dhahabu. Jiwe lingine linaweza kukukumbusha wafalme waliowahi kutawala. Ukuta uliopasuka unaweza kukukumbusha mji uliowahi kuamini kuwa utadumu milele. Lakini historia ilionyesha kitu kingine. Hakuna mji unaodumu kwa utajiri wake pekee. Hakuna himaya inayobaki imara kama msingi wake unavunjika. Hakuna nguvu inayoweza kuishi milele bila kulindwa na umoja, uchumi na usalama. Kilwa ikabaki kuwa kivuli cha historia. Sio kivuli kisicho na maana, bali kivuli chenye uzito. Kwa sababu hata baada ya watu kuondoka, hata baada ya majengo kupasuka na hata baada ya masoko kufa, Kilwa bado haikufutika kabisa. Ilibaki kama ushahidi. Ushahidi kwamba hapa palikuwa na mji, hapa palikuwa na utajiri, hapa palikuwa na ustaarabu, hapa palikuwa na watu waliounganisha Afrika na dunia. Na pengine kinachoumiza zaidi kuhusu Kilwa si kwamba ilianguka, bali ni kwamba leo ukisimama kwenye magofu yake unaweza kuona wazi kuwa mji huu haukuwa wa kawaida. Ulikuwa mji mkubwa, mji wenye ndoto,
mji uliowahi kung'aa, lakini sasa ukimya wake ndio unaosimulia hadithi iliyobaki. Leo hii Kilwa Kisiwani si tena mji wa biashara uliokuwa unatawala bahari ya Hindi, si tena bandari yenye kelele za wafanyabiashara kutoka Uarabuni, India na ndani ya Afrika, si tena kitovu cha dhahabu kama ilivyokuwa karne nyingi zilizopita. Lakini Kilwa bado ipo, na uwepo wake leo una nguvu ya aina nyingine. Kilwa Kisiwani ni eneo la kihistoria linalotambuliwa na kulindwa kimataifa. UNESCO iliitambua Kilwa Kisiwani pamoja na Songomnara kama sehemu ya urithi wa dunia kutokana na thamani yake kubwa katika historia ya ustaarabu wa Kiswahili, biashara ya bahari ya Hindi na maendeleo ya miji ya pwani ya Afrika Mashariki. Leo watu hawafiki Kilwa kununua dhahabu kama zamani. Hawafiki kwa ajili ya kupakia pembe za ndovu. Hawafiki kwa ajili ya kusubiri upepo wa mansuni ili waondoke na meli zao. Wanafika kuona historia. Watalii, watafiti, wanafunzi na wapenda historia kutoka sehemu mbalimbali hufika Kilwa kuona magofu yake yaliyobaki. Wanaenda kuona sehemu zilizowahi kuwa moyo wa mji huu mkubwa. Wanaenda kutazama mabaki ya msikiti mkuu wa Kilwa. Wanaenda kuona maeneo ya husuni kubwa. Wanaenda kutembea kwenye ardhi ambayo zamani ilikuwa imebeba wafalme, wafanyabiashara, mabaharia na watu wa kawaida walioujenga mji huu. Kinachovutia Kilwa leo si utajiri wa dhahabu tena, ni magofu, ni historia, ni siri zilizobaki. Magofu yake yanaonyesha ukubwa wa fikra za watu walioujenga mji huu. Mawe ya matumbawe yaliyobaki yanasimulia namna jamii ya pwani ilivyoweza kutumia mazingira yake kujenga majengo makubwa na ya kudumu. Misikiti yake inaonyesha nguvu ya dini na utamaduni. Majengo ya kifalme yanaonyesha mamlaka, na mabaki ya makazi yanaonyesha maisha ya watu waliokuwa sehemu ya ustaarabu huu. Kilwa leo ni darasa lililo wazi. Ni sehemu ambayo Mtanzania anaweza kusimama na kuona kuwa historia ya nchi hii haikuanza jana. Ni sehemu inayothibitisha kuwa pwani ya Tanzania ilikuwa sehemu ya mtandao mkubwa wa dunia toka zamani sana. Ni sehemu inayotuonyesha kuwa Afrika Mashariki haikuwa nyuma ya dunia, bali ilikuwa sehemu muhimu ya biashara, utamaduni na ustaarabu wa kimataifa. Lakini pia Kilwa ya leo ni onyo. Inatukumbusha kuwa urithi wa kihistoria ukiachwa bila kutunzwa unaweza kupotea. Magofu yakiachwa bila kulindwa yanaweza kuharibika zaidi. Historia isiposimuliwa, kizazi kipya kinaweza kupita juu yake bila kujua thamani yake. Na kwa hiyo Kilwa ya leo si magofu tu, ni kumbukumbu ya nguvu ya zamani, ni alama ya utambulisho wa Kiswahili, ni hazina ya Tanzania, ni ushahidi wa jinsi mji mdogo wa kisiwani ulivyoweza kuunganisha bara la Afrika na dunia kupitia bahari ya Hindi. Na kila mtu aliyefika hapa akiangalia kuta zilizobaki, akihisi upepo wa bahari na kusikia ukimya unaozunguka magofu yake, anaweza kujiuliza swali moja: kama mawe haya yangeweza kuzungumza, yangesimulia nini kuhusu utajiri, siri na maanguko ya Kilwa Kisiwani? Kilwa inatufundisha jambo moja kubwa sana. Utajiri unaweza kujenga mji, lakini pia unaweza kubomoa. Mji uliowahi kuwa lango la dhahabu, biashara na nguvu ya Afrika Mashariki leo umebaki kama ukumbusho wa utukufu uliopita. Magofu yake hayasimulii umasikini, yanasimulia mji uliowahi kuwa mkubwa. Na swali linabaki: je, Kilwa iliangushwa na wageni waliotamani utajiri wake, au udhaifu wa ndani uliokuwa umeanza kuipasua? Pengine jibu liko katikati. Kilwa haikufa kwa sababu moja. Ilianguka kwa tamaa ya nje, migogoro ya ndani na utajiri uliogeuka kuwa laana. Je, unafahamu nini kuhusu historia ya Kilwa Kisiwani na Kilwa kwa ujumla? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside
tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.